mistakes that youths do, makosa wanayofanya wanarika, that bring regrets in future, ambayo inaleta majuto kule mbeleni. And some of you today, na wengine you will discover that these are the same mistakes you made before, kuja kutambua kwamba haya ni makosa tuliyofanya kule nyuma, and that is why you regret today. Na ndio maana unayajutia leo. Your own son shall not regret, mtoto wako mwenyewe hatajutia, your daughter will not regret, na binti yako hatajutia. That amen is as if you don't have children. Hiyo amen ni kama hauna watoto. I said your children will never regret. Watoto wako hawatajutia. I said they shall never regret. Hawatajutia. Every mistake you made in life, kila kosa ulilifanya maishani, marks the end in that generation. Inafika mwisho katika kizazi hicho. Your young ones will not make mistakes to regret later. Watoto wako hawatafanya makosa kujutia baadaye. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu Kristo. What are mistakes? Kosa gani hilo? Mistakes are errors. Makosa ni errors. Mistakes are or rather it is a misguidance. Makosa ni kutokupata mwelekeo. Mistakes is rather doing the wrong thing. Ni kufanya kitu kisichostahili. Call it misunderstanding. Iita kutokufahamu. Call it a fault or a blunder. Iita kama makosa ama kukosea. Praise be to Jesus. You may also call it miscalculation. Unaweza ita kutopiga hesabu kamili. And some of you miscalculated life. Na wengine walipiga hesabu vibaya kwa maisha. That is why today you feel like you are in the wrong marriage. Ndio maana leo wanaishi katika ndoa isiyofaa. Because 1 plus 1 didn't give you 2. Sababu moja kuongeza moja ilikupatia 2, it gave you 8. Ilikupatia 8. And you went before time. Na ulienda kabla ya muda. Now today you are trying to add the same 1 plus 1. Na leo unaongezea moja kwa nyingine, you are getting 1.5. Unapata 1.5. You are wondering where is the 8? Washangaa kuliko hapo kulendaje na 8. Initially I got 8. Na pale mwanzo nilipata 8. Where is that 8? Iko wapi hiyo 8? This morning God will deliver you. Asubuhi ya leo Bwana atakukomboa. Now making mistakes is a normal thing to every human being. Kuyafanya makosa ni kitu cha kawaida katika maisha ya mwanadamu. As long as you are human, kama wewe tu ni mwanadamu, you are subject to making mistakes. Wewe unastahili ama umewekwa chini ya kufanya makosa. And even some of you have made mistakes this morning before. Hata kuna wengine wamefanya makosa asubuhi ya leo. Some of you entered the church and you made a mistake in church. Wengine wameingia kanisani wamefanya makosa ndani ya kanisa. This morning. Asubuhi ya leo. So as long as you are alive, kama wewe unaishi, you will make mistakes. Utafanya makosa. Those who don't make mistakes, wale wasiofanya makosa, are the dead. Wale waliokufa. So what we need to do is to correct our mistakes. Na kupasa kufanya ni kurekebisha makosa. If you fail to correct your mistake, na ukikosa kurekebisha makosa, just like a student, there is no promotion. Jinsi mwanafunzi hakuna kuenda katika kiwango kingine. You shall correct your errors. Utabadilisha au utafanya marekebisho ya makosa. You shall correct your mistakes in the name of Jesus. Utarekebisha makosa yako jina la Yesu. Making correction is taking responsibility of your mistakes. Kufanya marekebisho ni kujukumikia makosa. Is accepting that yes, I did something wrong. Kukubali nilifanya kitu kibaya. Yes, I was wrong. Nilikuwa nimefanya makosa. That I have decided, lakini nimeamua to change direction. Kubadilisha mwelekeo. That's what we call correction. Ndio maana tunaita marekebisho. Those of you are teachers, you understand. If a student fails the test, wale ambao ni walimu wanaelewa kama mwanafunzi atakosa kupita mtihani, and the student is not willing to do correction, na hayuko tayari kufanya marekebisho, there is no academic development in that student. Hakuna kuinuka kimasomo ndani ya huyo mtoto. The student will fail forever. Huyo mtoto ataanguka kabisa. So life is the same thing. Maisha ni vile vile. If you don't correct your mistakes today, au rekebishi makosa yako leo, they are bound to repeat themselves to you. Yamewekwa kujirudia juu ya maisha yako. Until the day you learn your lesson. Hadi siku utajifunza somo hilo. And then correct the mistake. Na urekebishe makosa. That is the time you begin to move forward. Hiyo ndio siku utaanza kusonga.
A good student learns by correcting mistakes. Mwanafunzi mzuri anajifunza kwa kurekebisha makosa. A good Christian learns by correcting his or her mistakes. Mkristo mzuri anajifunza kwa kurekebisha makosa. If you're a Christian and you don't want to be corrected, Wewe ni Mkristo unataka kurekebishwa, you don't want to correct yourself, hautaki kujirekebisha mwenyewe, you don't want to take responsibility of your mistakes, hautaki kuchukua majukumu ya makosa yako, you are bound to fail forever. wewe umewekwa kuanguka milele. But I prophesy to you, Na kutabiria, you shall not fail. hautaanguka. Mistake number 1. Kosa la kwanza, Most of the youths that we have today, wengi wa wanarika ambao tuko nao leo, they spend more than they earn, wanatumia zaidi ya vile ambavyo wanapata, meaning they cannot save. kumaanisha hawawezi ekeza. You spend more than you earn, Unatumia zaidi ya mapato, meaning maanisha you can't save. hauwezi wekeza. So my point is that most of the youths today, Pointi yangu ni ya kwamba vijana wengi leo they do not save. hawawezi kuwekeza. You spend money on things that you don't need. Unatumia pesa kwa vitu usiweza kuhitaji. There are things you need in life, Kuna vitu unahitaji maishani, and there are things you want in life. na kuna vitu unataka maishani. The difference is that what you need is necessary for you to live. Tofauti ni ya kwamba kile unahitaji inakutosheleza kuishi, But what you want is not necessary for you to na live. kile ambacho unataka hakiwezi kuridhisha maishani. So there are things you need and there are things you want. Kuna vitu unahitaji na kuna vitu unataka. So go for what you need and not what you want. Endea mahitaji, sio yale ambayo unataka. Thank you for that. Go for what you need. Endea yale mahitaji, Don't go for what you want. usiende yale ambayo unataka. There are people here in this service today. Kuna watu katika ibada hii leo They want a torn trouser. wanataka longi ambayo imeraruka unfinished. You want that trouser. Unataka hiyo longi. Ask your neighbor, are you a madman? Uliza jirani yako, wewe ni mwazimu? Only madmen collect rags. Wasimu ndio wanasanya viraka. You find a nice, smart, well-built girl by the grace of God. Pata msichana mrembo ambaye ameumbwa vizuri na neema ya Bwana, In rags. kwa viraka. I'm born again. Jesus is Lord. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Allow me to say you are a fool. Saidieni niseme kwamba wewe ni mpumbavu. You do not need that thing. Hauhitaji hiyo kitu. By the way, those rags are more expensive than finished clothes. Hadi hizo viraka kumbe zina bei kali sana kuliko nguo za kawaida. How can you buy rags more expensive than a finished cloth? Unanunuaje viraka pesa mingi kuliko nguo ambayo haijararuka? You must be a madman. Kama wewe sio wasimu. You are dying for fashion. Wewe unaendea fashion. There's nothing bad and wrong about you being fashionable. Okay? Hakuna kitu kibaya wewe kuwa fashionisti, But consider what you're going for. lakini angalia kile ambacho unakiendea. Do you need it? Unahitaji? Thanks be to God for those of you who sell them. I declare and decree, no customer from this church. Hakuna mteja kwa kanisa hili. You get them from outside. Tampata nje. None of my sons and daughters will be a customer to you. Kuna mmoja wa wanangu na binti zangu atakuwa mteja wako. I declare and decree customers who come from far. Ninaamua na kuamuru ya kwamba watatoka mbali. Let unbelievers come. You shall say. Wacha wale wasioamini wakuje wauzie. But those who are built by the wisdom of God, Waliojengwa kwa hekima ya Bwana, by the word of God, kwa neno la by Bwana, the knowledge of God, kwa hekima ya Bwana, they will go for finished clothes. wataendea kwa manguo yaliyomalizika. Let me not take much of your time. Genesis chapter number 41. Mwanzo 41 Verse number 34 mstari mdogo wa 34 to 36. kufikia 36. Genesis 41, 34 to 36. Mwanzo 34 36. If you're there, please say amen. Kama uko pale paza amina. Let Pharaoh proceed to appoint overseers over the land and take 1/5 of the produce of the land of Egypt during the 7 plentiful years. Farao na afanye hivi,
Tena akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba. Verse number 35. 35. And let them gather all the food of these good years that are coming and store up grain under the authority of Pharaoh for food in the cities, and let them keep it. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka linde kuwa chakula katika miji. Verse number 36. 36. That food shall be a reserve for the land against the 7 years of famine that are to occur in the land of Egypt, so that the land may not perish through the famine. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. This is God speaking. Huyu ni Mungu ananena, commanding the Pharaoh should reserve some food. Na amrisha Farao akawekeze chakula fulani. In other words, he should serve. Akaweze kulinda. There is a time where there is enough. Kuna wakati ambao unatosheleza, and there is more than enough. Na iko zaidi ya kile wakati. There is a time for lack and want. Na kuna wakati ya kutosha na kutaka. The way you are eating everything today as if there is no tomorrow. Jinsi unakula kila kitu leo kana kwamba hakuna kesho. Just because you had a preacher on radio say, don't worry about tomorrow, give everything today. Kwa sababu ulimsikia mhubiri kwa radio akisema kwamba usijali ya kesho, wewe kula kenye kiko leo. Ati Mungu analisha ndege wa angani, atakulisha kesho. Sasa tuma tu sadaka yote iko kwa M-Pesa. Huyo ni mwizi. Is a thief. My friend, God knows how to reserve. Mungu anajua kuwekeza. God knows how to save. Mungu anajua kuwekeza. He instructs Pharaoh to save. Anamwamrisha Farao kuwekeza. 7 years of plentiful food. Miaka 7 ya shibe. He says, preserve. Sema weka, ukailinde. Save for the future. Weka kwa sababu ya miaka ijayo. Time is coming, famine will come. Wakati inakuja njaa itakuweko. There will be no food. Hakutakuwa na chakula. You shall go to the store. Utaenda kuja kwenye akiba. Then collect what you save. Na ukachukua kile ambacho uliwekeza. Kama umekaa karibu na youth mwambie, wewe unaegeza au unakula kila kitu kama chawa? Are you saving or eating everything? Like Inda. Glory be to Jesus. Tukufu kwa Bwana. You must save as a youth. Lazima uwe na ya kuwekeza kama mwanarika. Glory be to God. Tukufu kwa Bwana. You find some young men. Unapata vijana wadogo tu. Ati yako na dem. Ako na nani? Sema vizuri, yako na nani? Ako na DM. Eti yako na dem, anapeleka dem cadet out. Anampeleka siri tamu. Unajua siri tamu? Mahali iko. Kuna watu wanaelewi nini nasema. Kuna mahali inaitwa siri tamu. Uko wapi? Serikali. Kuna mama wanaelewa, na vijana waelewi. Unapeleka dem siri tamu, unaenda huko anakula chips na kuku. Alafu at the end of the day unafuliza. I pray one prayer for you. Naomba ombi moja kwako. Next time you go there, wakati mwingine ukienda kule, hebu na safari kama wakunyime fuliza. Ukijaribu ikatae, upararie hapo, uchomoe macho. Waelewe huyu. Network error. Hiyo siku unafika tu hapo ndio unakaa hivi. Na safari kama wanaanza ku-upgrade system. Yes sir. Wewe unakula ukisema fuliza lambe cha kile kitamishi kama anga haja kwa sisi. Wananipeanga 3,000 fuliza, hata akikula 2,000 nitalipa mimi, nina pesa mimi. Amato kitu sama. Yanazungumza na mtu. My prayers will be answered. Maombi yangu yatajibiwa. Asema prayers will be answered. Maombi yangu litajibiwa. Kuna mtu hapa kwa ibada, ako tu na app katana kwa simu atutanki. Kama ni zangu every month anaenda kukopa, alipie msichana kukula chips na kuku siritamu. Naomba ombi moja. Mtu ashike simu na delete by mistake. Ukifika siritamu na scroll hako, kujaribu kudownload network error. No wifi. Ndipo uingiwa na nini? Save for your life. Uweze kuwekeza kwa sababu ya maisha yako. About all these things you are doing here today, let me just tell you the truth. Haya mambo unafanya leo, acha nikwambie ukweli. Hiyo pesa
unarundika kwa hiyo kimutu kikitu unaita hiyo kidemu hicho. Hata mama yako hajawahi kula nusu hiyo pesa. Mtu amekubeba, amekulea, amekurekebisha, amekuchunga. Oina kunywa ngoma nyako yesinga kama mafuta. Alikupata unajua kuoga na kujipaka mafuta. Aliona I love you more than your mother. Ati nakupenda zaidi ya mama yako. Thank you for that love. Asante kwa upendo. But you couldn't wipe me when I pee. Lakini hungeweza kunipanguza kinyesi wakati nimeenda choo. Now try today, okay? If she loves you, go to the toilet and tell her come. Ndio muite. Ukienda choo na umuite mwambie kuja. Let's see if she will come. Wakati wale kama atasongea karibu. But your mother will come. Lakini mama atakuja. However old you are, hata kama umekuwa mzee kiwango gani, mother will come. Mama yako atakuja. She said, my son, sema mwanangu, you cannot suffer while I'm alive. Huwezi teseka nikiwa mzima. Hiki kitu tunaita upendo. Kuhama leo uone vile kinahama asubuhi. Kwanza wao wenye basi kumbili. Mngangana tu dem. Akishore. Akishore. Kwanza hiyo hapana shore, hiyo ni shonde. I'm talking to someone here. You will understand these things. Na utaishi maisha mazuri. Life is sweet. Maisha ni matamu sana. If you understand the principle, kama utaelewa kanuni and know how to prioritize things, na ujue jinsi ya kuwekeza vitu kwa kwanza. So sweet. Maisha ni matamu sana. But as long as you don't know how to prioritize these things, kama huwezi jua kutanguliza vitu vya maana, your life will become very hard. Maisha itakuwa ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. So, as a youth, kama mwanarika, save. Wekeza. Na kama hauna kakitu, you have nothing, na lazima uende out, and you must go out. Enda siweji. Kuna chakula ya bure siweji. Tembeza msichana wenyewe hapo kambi ya siweji. Mwambie unaona tu siweji, one day nitakutengenezea fish pond kwa boma na swimming pool. Huko ndiko hiyo. Yes. Mwanaume wa maono. A man with a vision. Unatembea kama hata mnao. Unatembea hapo kambi ya siweji, I've been there before, I know. Huko kewa chini kuna mapera. Ukuta holi leo mahomo mu. Unavuna moja, unaumako, unampatia. Life is just cheap. Maisha inakuwa rahisi hivyo. You come back home and you save your money. Unarudi nyumbani, unawekeza pesa yako. Sore amekula. Amefinya lunch. Chamchana. Naongea na mtu hapa hivi. Listen to me. Nisikize. This your mother. Huyu mama yako. I took her there more than 10 times. Nilimpeleka pale zaidi ya mara 10 kule Masiweji. Can attest to that. Anaweza kutoa ushuhuda. And there are photos in the house today. Na tuna picha kwa nyumba. Tulipigia Siweji. Tulikuwa pale Masiweji. Do I look like I'm not a man enough? Je, ninataka kama mwanaume nusu mimi? Do I look like sijiwezi mimi? Am I looking like I'm unable? Umbolezi. Unaniambia nini mimi? Here we are today. Tuko hapa leo with a beautiful family. Na familia rembo sana. I didn't die because of her. Sikukufa kwa ajili yake. And it was simple. Ilikuwa rahisi tu. Out ni Siweji. Kule Siweji out. Kama ni ngumu, enda town kuna kununua chips. Tuteremuke ama upande. Short and clear. Urahisi namna hiyo. Na anasema basi wacha kufanya nini? Utasiko. Wacha tuteremuke, kukula tutakula. Ikikuwa nikifanya kazi yangu mwisho wa mwezi kilipo na mshahara. Kulikuwa na hoteli ile ilikuwa inaitwa Maurisa Hotel. Wangapi wanakumbuka? Maurisa Hotel. Yeah. Na mpeleka hapo. Na nunua soda ya Fanta ndogo. 1 bottle of soda. 250 ml. Naambia mtu ule waiter leta baridi ile ya ice. Unajua hawezi kunywa haraka maisha. Akikunywa inakata meno.
Sasa tunakaa tunapiga story, analambako tu sote. Ndio. Analambako na tunasonga, masaa inasonga. At the end of 1 hour, I've shared my vision. Nimemaliza maono. Na soda bado iko, kumbuka. Na si pesa mingi, by then ilikuwa 35. Maisha. Nini? Kama uko karibu na kijana, mwambie tumia akili. Use your brain. Na usifikirie ni rahisi tu. Kutoka tu mtu peleke siweji. Lazima pia uko na njaro. Ya kumwadjust. So bila kuombea neema Mungu akupe akili kijana. Amen. Amen. Unatafuta wacha nikupe a way, a leeway how to do it. Mwambie Kupatia njia ya kutumia. uko siwezi nasikia kuna fish kubwa kuliko zile ziko kwa lake. Yeah. Anasema, kweli. Ndio uchoka ndio uone. Unafika siweji. You're right there. Unaona vidudu zinaruka kwa maji na mwambie unaona ni samaki. Sasa fish. Sasa samaki. Chura ziko kwa maji zinaruka na mwambie fish. Fish. Samaki hiyo. And you're saving money for your life. Na unawekeza pesa. Don't spend too much money on unnecessary things. Usiweze kutumia pesa mingi kwa vitu ambavyo havistahili. Kwanza unafuliza hivyo, una download Tala, unakopa loan ya chakula. Ama unafikiria Tala ni nini? Loan for food. Unafikiria fuliza ni pesa tu? Ni loan. Ati halo. Manu. Bana ni sote na sonane saa hii tu nimekaukiwa. Kumbe huko Seritamu. Naombea wewe ombi moja. Hiyo masaa tu Manu naye hakuwa ameparaliwa. Hiyo masaa. Atupiga kwa mteja. That shall be your portion. Mungu akusaidie so that you may save for your life. Ili ukaweze kuweka kwa ajili ya maisha yako. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. You shall not waste your money in the name of Jesus. Hautamaliza pesa yako kwa jina la Yesu. Live your life at a time and get what you can afford. Go for what you can afford. Ishi maisha kwa wakati na ukaende kile ambacho unaweza kukimu. Go for what you can afford. Enda kwa kile ambacho unaweza kukimu. So don't go for things that you don't need. Usiende vitu ambavyo huhitaji. People want to buy the latest things. Unataka kununua vitu ambavyo vimetokea. You want to buy the latest iPhone. Unataka kununua iPhone ambayo imetokea. Latest Oppo. Ununue Oppo ambayo imetokea. No problem. Hakuna shida. But do you need it? Unahitaji. What for? Yani If it doesn't bring you money, kama haikuletei pesa, is the one eating your money. ndio imekuja kukula. Why should you go for it? Kwa nini niende? Expensively, again coming to stay expensively in your hands. Bei kali inakuja kuishi maisha ya bei kali kwa mikono yako. While you are suffering. Na unateseka. You are suffering to feed your phone with airtime. Unahangaika kulisha simu yako na airtime. Number 2 mistake. Kosa la pili that young people make. ambayo watu wanarika wanafanya. Young people do think Vijana wanadhani love is enough to maintain a marriage. ya kwamba mapenzi imetosha kuweza kulinda ndoa. Thus they enter into marriage Wanaingia katika ndoa without income. bila mapato. That is very true. Hiyo ni ukweli. Genesis chapter 2 verse number 15. Mwanzo 2:15. Genesis 2:15 is the easiest book to locate. Just go to the top cover, go to contents, you're there. Genesis chapter 2 verse number 15. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 15. Are we all there? Tuko pale. I want us to read together. Tunasoma kwa pamoja. Then the Lord God took the man and placed him in the garden of Eden to cultivate and keep it. Naye Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Aifanye nini? Aifanye nini? Ailime na kuitunza. Uliza huyo kijana wako karibu na wewe, wewe unalima wapi? Kila mtu amepewa shamba la kulima. Kuna wale wako huko vile tunapanda sukuma. Kuna wale wako hapa town, mko kwa maduka mnafanya kazi. Hapo ndipo shamba Mungu amekupea ufanye nini? Verse number 16.
And the Lord God commanded him, you may eat freely from every tree of the garden. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. So God gave him the land to till. Bwana akampa shamba alime, to produce. Kazalishe. What does it produce? Anazalisha nini? Food. Chakula. Now, verse number 18. 17. 17. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for in the day that you eat of it, you will surely die. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Verse number 18. 18. The Lord God also said, as though that was not enough, it is not good for the man to be alone. I'll make for him a suitable helper. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. When God made man, wakati Mungu alimuumba mwanadamu, he gave him responsibilities. Akampa majukumu. He gave him a job. Akampa kazi. And thereafter job. Na baada ya kazi, when the man had food, wakati alikuwa na chakula, God saw that it was not good. Akaona sio vyema for this man to be alone. Huyu mwanaume kuwa peke yake. Working, harvesting and eating alone. Alime, avune, akule peke yake. I should bring him a suitable helper. Lazima nimtafutie msaidizi anayefanana naye. Who will help him eat what he has harvested. Atakaye msaidia kukula ile ambayo amevuna. So this goes to every young man. Inaendea kila mwanarika. If you do not have an income, kama hauna mapato, forget about thinking of marriage. Sahau ndoa. As long as you don't have, kama hauna, you have been deceived. Umedanganywa. One wise man, I don't know whether he was a wise man or a real man or a foolish man. Mwenye hekima mmoja alisema, "Rebanga kitimu liwa nywe buyumbu." Uliza kitimu li. Haleluya. Huyo ndiye anaelewa historia ya uyumbuni. Because kitimu li has experience. Kitimu li ameona with eyes na macho. So he says, ask him, ulizie, who went ahead of you, aliyemtangulia, because he has experience. Sababu ameyaona katika maisha. So ask those of us who went ahead of you. Tulizie sisi ambao tumetangulia. We say, tulisema, since we love each other, sisi tunapendana, we will live no matter what. Tutaishi hata kama ni in lack and what we live. Tuwe naye tukose, inside tuko ndani. Ndugu, brother, omukhasisa akone njala bwashe kakhufesia. Mwanamke alali njaa asubuhi akakusalimia. Unasikia siku mwingine wanasema kule. Difficult. Ni ngumu. If you want a problem in life, kama unataka shida maishani, marry a woman and fail to feed her. Kwa mwanamke na ukose kumlisha. The disrespect you will have commanded to yourself, hiyo kutokosa heshima ambayo utakuwa umeamrisha juu yako, is worse mbaya than an unbeliever. Kuliko asiamini. When a woman comes into your life, wakati mwanamke anakuja maishani mwako, as a man, kama mwanaume whom God ordained to go and fetch, Bwana ametagua na kutega kwenda kutafuta, she comes to eat what you have brought. Anakuja kukula ile ambayo umeleta. And this is why even if you are living with a lady who is working, kama unaishi na mwanamke ambaye anafanya kazi, this is what they always say. Hii ndio kile ambacho wanasema, pesa yako ni yetu. Your money is ours. Yangu, but mine is mine. Waulize, watakwambia. Ask them. Yako yetu. Yangu, na hakuna kitu utafanya. Kwani kulipia school fees akasoma? Hapana. Akigraduate ulipa graduation fee? Hata. Ulimnunulia gari akaenda shule? Wapi? Ati. Toka bwana. Toka huko. They will tell you, my money is mine.
Watakuambia pesa yangu. Lakini yako. Yours. Unalipa rent. You pay rent. Unanunulia nguo. Buy for me a dress. Ya Christmas. Christmas. Ya kanisa. To church. Alafu kwenda kwa matanga. Funerals. Alafu viatu. Shoes. Alafu bonds. Bonds. Ya foundation. For foundation. First layer. First layer. Second layer. Second layer. Third layer. And third layer. Alafu polisher. And the polish. Your money. Pesa yako. Lakini yangu. But mine. Utaionea kwa vitu. Ukitaka kuona yangu ingia Viusasa. If you want to die early as a man, Kama utakufa mapema kama mwanaume, marry a woman and fail to provide. mwoa mwanamke ukosha kujukumika. It is suicidal. Kujinyonga hiyo. You will never have peace. Amani wewe hauna. Early in the morning. Asubuhi mapema. This is what I've come to discover. Hii ndio nimekuja kutambua. Every married man has this experience. Kila mwanaume ambaye ameoa ana hii. You go to bed in the evening. Unaenda kupumzika jioni kwa kitanda. You will pray, of course, and sleep as a Christian. Utaomba ndio ulale kama Mkristo. Then sleep smoothly. Vizuri. Then in the morning, Asubuhi wake up and wash your face. amuka, osha uso. Try to stand outside that your home. Jaribu kusimama nje ya boma. Ama kama ni kwa plot, simama hapo nje tu. Usikae kwa nyumba. You will see your wife coming. Utaona mke wako anakuja. Kama anakuitanga Baba James, utasikia Baba James. Baba James. Kama anakuitanga sweetheart, utasikia sweetie. Sweetie. Kama anakuitanga babe, utasikia babe. Babe. Kama anakuitanga honey, utasikia honey. Honey. Hatuna escort. Escort hakuna. Vile tumeamka asubuhi, njoo milewa. Wakati tunaamka asubuhi nilifanya kazi wapi? Uko ni refues. Tumelala tu watu wawili. Twagenyo kasafu. Na tumeamka wawili tena. Eza undipire nano. Nani alililipa? Niyo ngonele kandipa. Penye nimelala tu nikalipwa ni wapi? So marry a woman. Oa mwanamke. And think love is all. Na udhani ya kwamba mapenzi ndio yote. And forget to provide. Na usahau kupeana. Destruction will answer. Sasa kuangushwa itaanzia pale. It will answer to you. Itakujibu. If you think that love is enough to maintain a marriage, ukidhani hayo mapenzi yanatosha kulinda ndoa, ask Kitimuli. Muulize Kitimuli. Who went ahead Buyumbuni? Aliyetangulia Buyumbuni. This is the truth. Hii ni ukweli. All men who are married with children, you know this. Wale wanaume ambao wameoa na wana watoto wanajua hii. When a woman gives birth, wakati mwanamke anazaa, the food she eats, chakula anayokula is scary. Hiyo inaogopesha na inatisha. Wacha atoke maternity ward, anafika tu hivi unampatia mchele. Anakuambia hiyo ni makosa. Hiyo sikuli. I cannot eat that. Nenya husuma. Ugali mbele. Kumoyo kwangu mbele husuma na nyama. Roho nataka tu ugali na nyama na supu ikwe mingi. Wakati unasema wacha nichemshe tu mchele kwanza ndio niende nyama. And let me prepare rice before I go for meat. Ikishachemuka. After being ready. Olurerua sora asuri. Atunatoa unaweka chiki. Okula 200 rende mekuota. Unachukua 200 rende kuota. Na chinyanya na vitunguru. Na nyanya na vitunguru. Ngoswala senjori. Unakotoka tu nje. Uliwicha na kuota. Amerudi na kuota. Kumchele kuwe. Mchele iko wapi tena? Olumure bali hata kunako mahali imeenda. Imeenda wapi? Sijasikia hata sijui chochote hata sisikii. Appetite iko chini. Ukiuliza sio ulisema nguli mchele alizindisumbue. Na usuma weka ugali. Oh nani? Don't think you marry and fail to provide and succeed. Usidhani utaona ukosa kupeana udhani kwamba umefaulu. Let the Kitimuli teach you. Wala Kitimuli akusaidie. Don't joke with the woman who just gave birth. Usicheze na mwanamke ambaye amezaa. Anakula kama ng'ombe. She eats like a cow.
orayo ta ora mpaka nono rushayo sabiri. Unaweka na kula, unaweka, inabidi unanyang'anya sasa unatoa. Sijui kama watoto wanatokanga na sensa ya kushiba. Ni kama afili ya kwamba anashiba. Ni kama watoto wanakujanga na hako kakitu ka kupima chakula. Haelewi kama ameshiba ama hajashiba. Mama anasema breastfeeding, tumbo imepanuka, mtoto ametoka amewacha space. Sasa wanataka hiyo space ijae. Yes. Wana replace. Na waje nikwambie ndugu. Mtoto anatoka na kilo 3, 4, wengine 5. Mchele kilo. Mungu nisaidie. Ewe, ndugu, Brother. ndugu, ndugu. Utaamuka chini. Utafute kazi. Look for Ufanye kazi. you work. Ukuwe na pesa. Have money. Ndipo akijifungua usimpeleke kwao. So that you cannot go there. Unajua kuna watu hata mama akikaribia masiku wanamba. I don't advocate for that. Mimi siwezi kubaliana na Ache hiyo. wawe kanyole wawe. Anaenda kwao kwani alipata kwao? Hello. Hello. Ache wawe kanyole wawe. Anaenda kwao alipata kwao. Hapo hakuna mwenye atakusaidia. When you brought her, Ulipomchukua, didn't you know that she needs a helper? haukujua anahitaji msaidizi. And in the first place, who are you? Wewe ni nani kwake? Kwanza yeye ndiye msaidizi. Wewe ndiye mfanyikazi. Yeye ni msaidizi, wewe mfanyikazi. Huku sukuani free. Sukua sufuria. Sukuachi pamba, shaka nitaulo. Pamba taulo yote. Pamba sinunua. Nunua. Hello? 20 kila siku. If a man is not able to feed himself, Kama mwanaume hawezi jilisha, he should not marry. asiowe. There are guys here. There are guys here. Kuna wanadada hapa Wana wasichana. mundu mata hambe. Umekwamilia tu hakuna kitu. Olisigwa humu. Basa asibakanya, mayu you know, se kubona to chao nakupenda. Wazazi wanasema huyu hatuoni picha mbele. Wanasema mimi napenda yeye. Oina hali no lifa. Hadi kama sio yeye mimi nakufa. You think a relationship, the end of a relationship is the end of life. Unadhani mwisho wa uhusiano ndio mwisho wa maisha. Kwa mwenye zako kumbe yanga kwa you know, nisipokuona silali. Bala sibu ibenyo sisi. Anakudanganya asubuhi. Nisipokuona siwezi lala. Asubuhi walimeamsha na maji. Mawe kapeleza usimba nyegwenyo. Mama yake amepiga simba yakaamuka. Arumu anaweza na afuira mwali mkaru. Mimi mtoto amekufa. Ako hapa. Ukuni walewenje no pawe alero na kunya mfaro kuwera. Anakupata huku nje ameshagi longe anakuambia If I don't see you, I don't sleep. nisipokuona mimi kulala silali. So cheko robore kile singa kuirira. Enda jioni na banyana ngorota. Mbona tukokuona? Mbose ndiaka. Marabusu mama ya bana mwa. Nisipokuona mimi sikuli chakula na marijia watoto mpaka wa mwisho. Kile horari mumu. Amejifanya nguruwe. Hashibi, haridhiki. And he speaks like you. Anakudanganya. Check my sister. Changalie dada. A man who can't feed himself, Mwanaume asiweza he kujilisha. can't provide for himself. Hawezi jitafutia. He can't even pay his house rent. Hawezi lipa nyumba. Anakupigia simu as a lady. Calling you as a lady. Alikia wele kibili. Imeisha bibi. Se kwa mwana wana landlord. Tunaona landlord. Wewe chunga. Chunga. That guy is a liability. Huyo mtu atakuwa anakutegemea. Huyo ni kinyonyi. Ananyonya. Atakunyonya mpaka shilingi 5 ili ukomeka huku kwa kibeti, anyonye hiyo mpaka atoe. Ananyonya yote mpaka shilingi 5 kwa No kibeti. wonder waliwaita wamenyonyezi. Wananyonya kila kitu. They do not work for themselves. Hawajitaki. Kazi yako hakuna. By the way, listen to me. If a man asks you for money, a man asking you for money, don't think he is trying to test me. That is an irresponsible man. Mwanaume akikulisia
ya pesa. Usidhani ya kwamba wewe mtu anataka msaada, huyo mtu hawezi jukumika. Bure kabisa. Yaani mtu bure. Msaidie ukiona tu iko hamu ile kwa sasa kani hapo. Ikikuwa unatoa ukipima pima. Baada kuchoma. Usijiwachilie mainota. Siwe tu free. Olina mpendo ile sasa amekwama nifanyaje? Kama hana pesa mwambie tafuta. Tafute. Unanielewa? Bali alihuko nyumbani mama hana chakula basi. Wife ndio mother. Am I your brother? Ndugu yako. Am I your firstborn in your home? Mimi ni mzaliwa wa kwanza kwenu. Go and feed your mother. Enda ulishe mama yako na utulishe. Lishe mama yangu. I'm feeding my own mother. Mimi nalisha mama yangu. I'm one of the people on the list of dependents to you. Mmoja wa watu ambao wametegemewa kwako. Yes. Wakikuuliza how many dependents do you have? Wangapi You should wanakutegemea? count you have. Inakuwa As one of sawa. the dependents. Kama mmoja wa mambo kutegemea. Tena ujifanye wewe ndio unadepend kwani. Fala wewe unakuhima kweli. Akili iko ama ilienda? Mama yangu kitamba alikuwa nikisumbua maana nilikuwa nasumbua kidogo. Sasa ni pastor, okay? Mapasta tu. Achie kwako. Sasa alikuwa akikaa saa zingine ananiangalia anauliza mbona abasa tumeje? Aiye. Unanisikia? A man who is irresponsible. Mwanaume asiweza kujukumika. Oyomba nilikasaba hapa. Hiyo wakapiga haikaruka nje. Upira sana ubika kama yesoka yani. Hapa ndio unapigia hiyo Ana kumbe. chiramba kama yesoka ni. Kumbe unaanza chirule ine wana kurungeti walini. Unafunika hapa na kumbe zinatokea huko hivi. Those are men who depend on women. Hao wanaume wanaotegemea wanawake. Ndio maana siku hizi mnaolekewa mama wazee. Halo. Unapata mwanaume mzuri, sura nzuri, mwili yako nayo, macho yako nayo, akili yako nayo, amesoma vizuri. Kahayiza usindu kari mundu ye. Ni kari bati ni maire je wa mosio. Wa kaire wa wazuze chini yako. Kisha bado komo tu pia upigie mkono. Waanguke nayo kiafeka. Walizezi ni yako zaidi. Hata mimi pia naendesha tu. May God deliver you. Bwana kukomboe. Vijana kama hawa hapa. Such young men like yeah. Utatembea. Utafanya nini? Grow up and be responsible. Komaa na ujukumike. Take responsibility of your life. Kuchukua majukumu ya maisha yako. Praise the Lord. I don't advise lazy men. Mimi siwezi peana mawaidha kwa mtu ambaye ni mvitu. One can ask me, Pastor, where can I invest my money? Fanya kazi na uniulizie mchungaji nitawekeza wapi pesa zangu. I will show you a number of avenues that are open for you to make business. Nitakuonyesha njia mingi na milango mingi ya kuwekeza pesa zako. But if you come to me and tell me, Pastor, I want to marry. Na kama utakuja kwa unaniambia mchungaji nataka kuoa. Of course you answer my questions correctly. Na utajibu maswali yangu vyema. And know this one thing. Na ujue kitu kimoja. I'm a simple man but very strict. Mimi ni mtu nakaa hivi lakini mimi ni mtu mmoja mkali sana. Very strict. You will tell me if you have an income. Niambie kama una mapato, If you have a house in the village. kama una nyumba nyumbani, If you have bedding. kama una malazi. Unajua kuna watu hapa wamelala kwa box mwaka imeisha. Simba kulala kwa box wiki moja ndio umeingia town, hauna mahali pa kulala, unalala kwa box. Lakini mwaka imeisha. Huko tu kwa box. Wafunia una box. Wino anasema unasita mtano mu bed rafu. Unaamka asubuhi hata unapiga draft. Nyonyo kelapo. Napiga kelele. Waliruto mara hii. Tuyudie. Walibaba bana ya penye. Baba penye. Do they pay you for defending him? Wanakulipa wewe uwezo kwa kampainia. Waliruto hasa uyoyo ni mwananchi wa kawaida kama sisi. Wa kawaida kama nani? Wewe mwenyewe wewe. Hatuna hasa wewe ni mwananchi wa chini kama sisi venye tuko chini.
Unajua mahali iko kweli? Unamjua? Baada ya rudo umefiza umekula kebe wewe. Alipa nini kweli? Ushawahi kufukuza kwa unatoka fena? Yule mwizi sikupei kula. Ati mwizi sipati mwizi kula. Wewe fanya kazi, wachana na hivi vya kelele town. Ama taka kusema. Zungumza na mtu. And these are the men who make a lot of noise. Wanaume wanaopiga kelele sana. They disrespect women. Hawaheshimu wanawake. They disrespect girls. Hawaheshimu wasichana. Useless people. Watu wasiostahili. Please go and work. Nenda fanya kazi. I'm saving money. Ukaweza. Let me close before this young man throws stones at me. Wacha nimalize kabla vijana hawajanimaliza mimi. So as a young man, Kama vijana, if you don't have the ability to provide for yourself, kama hauna uwezo ya kujilisha mwenyewe, you will not be able to provide for your wife. hautaweza kulisha mke wako. And whenever you see anything called a wife, a woman, Unaona chochote kinaitwa mwanamke, children are somewhere there. watoto wako mahali hapo. You may not see them, Hauwezi waona. but they're just somewhere there. Wako tu mahali They are calling wanaita in a passive tone. katika sauti ya chini. You can't hear them, Huwezi wasikia, and you can't see them, hauwezi waona. but they are somewhere around. Wako mahali pale. And let me tell you this: Acha nikwambie, as a man, kama mwanaume, you go to a barber shop, enda katika kinyozi, you shave your hair unanyoa hiyo nywele. at 20. Na kwanza kuna watu wanajua kubaki. Unatoa pakeni. Hawezi lipa 50 kwa kinyozi. Kwanza nakwambia never. Kama hiyo. Serikali nje karata. Serikali ya mwisho imewasha. Haiko inaniwasha, haiko inakula ugali nyumbani. Watabageni anakuambia kichwa yangu ni ndogo. Unajua, dati ni mingi, dati kwanza nakuumia tu. Small head, 30 bob is enough. Haina nywele Small mingi. head. Sikia. Yes. Advance someday Inua kiwango wakati mwingine, and pay without complaining. ukalipe bila kunungunika. Because the day a woman comes into your life as a wife, Siku mwanamke ataingia maishani mwako, ndugu wacha nikwambie bei ya nywele. yeah, Ya chini kabisa the lowest price, ni aina. 400 shillings. Hiyo si ameshuka, ni iko tu kwa karatasi bado. Hawajarudi karatasi. Na itoshi. Na bado wanataka ndio mtu wa kushuka asqueeze a roll kidogo ndio at least ijae kwa kichwa. Na ule wa kushuka bado ni kama ule sisa po. Abano no wengo sadwa Mungu maisha Mungu yesia ale. Lugha tu ya nyumbani, sana tu wa nyumbani, mama wa nyumbani kabisa. Jirani sanga. Huyo tu jirani wa nyumbani ndiye anashuka Sasa sasa. kwa sababu 250 tu kubewe jirani. Yeye anafanya 250 kwa sababu wewe ni wa jirani. Takosa ndio sukari mtaira. Sababu anakosanga sukari Now unampea. come to town. Kuja mjini. Lazima alipe rent ya hiyo nyumba. Pay rent. Alipe bili ya stima ya kuchana nywele yako. Balikaa kulele sisa 800. 800. Huruma amekuhurumia kabisa, hiyo ni 800. Okay, na zamani kichini. Ile fulani. Leo umekera anga 20. Na unanyolea 20. Na hiyo nywele inakaa wiki mbili. Ilikushinda. Kila wala mkoko anakeja somo la hii. Olimera da. Biblia inasema. Biblia inasema. Biblia inasema. Biblia inasema. Si vizuri mwanamke kwenda mbele za Bwana kichwa wazi. Si vizuri. Unaona hapo kwa hii mambo kaa hasuka kwa shitamba. Ona kama ya shitamba basi ukasi. Abakamike. Anyoe tu. That is what you're looking for. Hiyo ndio unatafuta kusema. But you're coming technically. Lakini unataka kutia njia ya kukuja. When a woman comes into the house, Wakati mwanamke anakuja kwa nyumba. some of you, Wengine wetu, wanaume leo, men today, unakunywanga chai asubuhi umechemsha na hita kwa jaka. ndio. Chemsha maji kwa jaka na hita. Unachukua meko uko na haskari, ori. Wako lazaka ngumu. Wewe sema kwa Kiswahili bwana. Umenunua kangumu packet. Wala sasa stand hapo rwase. Ukaweka mbele ya kitanda bali. Ndio hiyo alisema na kuna kulia. Ukiamka unaangalia itamea kwa tumbo. Dada amekuja. Dada ameingia. She's telling you, Nakwambia hii kitu inaniumiza mimi. And then kwa hivyo asubuhi wewe unakulanga kamoja unaenda ngakeno anaona aliyoza alafu sima. anaamka asubuhi afanye nini? Hana cha kufanya. Ndio kuna wiki kama mimi sana aliyoza kangu wiki. Weka
Weka tu miguu kwa meza anakula yote. Waliwita Musa alikuwa anaanjia kwa hiyo. Sasa ile hata ile yokote moja. Uicha nani? Unakuja hakuna kitu, karatasi ya kuangalia. Na wewe bana kuliasi. Unakula nini? Ole nikimindi hiyo. Na hiyo vitu hiyo. Sabi Au kushiba. Nini hiyo unaongelea? Hizo vitu mbili ziko kwa hizo ndogo na kobole kobole. Kwanza nikupe na maji hata chai zina. Maisha. Ewe chakasa tukotoa. Cheka utaingia. Timu uliwa ndio huyo. Nakusaidia kama Get set and be ready for the task. kuwa tayari na ujiandae. Kama hauna kazi, kama hauna mapato, don't try. You have no work, you have no income, usijaribu. Na mapato si lazima ufanye kwa governor. Kwenda mjengo, tafuta kile kufanya. Wakupe 100 kwa siku, wakupe 50 kwa siku. One day utakutana na mdosi mwenye hiyo mjengo. Na unamwambia mtu anabanga hivi, kwanza hautamwambia kuliko kecha ama barao sura kiromo rusumu ni straight. Unakuwa kizungu ambaye imenyoroka. Ngomoro inali ali which level? Ni kiwango gani? Hadi ese kaza mambo ya biashara mimi ndio. Kumbe pia ya kusoma vizuri biashara inamsaidia. Wana which level? Ati kiwango gani? Or university. Oh, Ati university which grade? grade gani? Or first class honor. Ati first class honor. Which area? Area gani ya masomo? Or building and construction. Wow. Building and construction. That's good. Weka chini yo mawe sasa. Utakuja? Kuja twende. He takes you to the office. Anakupeleka ofisini. Because he found you doing something. Alikupata ukifanya kitu. Kuna wanaume na wewe umeshinda kwa nyumba na remote tangu asubuhi mpaka jioni. Yeah. If I be your father, Tu baba yako. huwezi watch TV kwangu. You can't watch it in the house. Niko vile tu mimi I'm not your biological father. It's because I'm not your biological father. But even if I'm not your biological father, being your spiritual father, Kama mimi sio baba yako lakini baba yako wa kiroho. if you stay in my house and try that, I'll chase you. Kaa kwa nyumba yangu, jaribu hiyo na kutorosha. Kwa sababu the more you idle in that house, Na unazidi kusumbua katika hiyo nyumba. ndio kesho yake utaanza kuangalia hivi ati because we're idling around, you have nothing to do. Umesumbaa tu hauna kitu cha kufanya. That is what you will end up doing. Hiyo ndio utaenda kuangalia sasa. Lazing around, having nothing to do. Nakaa tu hakuna kitu cha kufanya. Uko tu hapo kwa TV. Asubuhi, mchana, jioni. Na kuombea stima iende ikirudi TV. Sema amen. Sema amen kubwa. Iungue. Ndio ubebe upeleke kwa fundi. Labda unakuwako busy huko nje. Unafanyako kitu. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. So don't think that a woman will come into your life and just be there and be looking at you. Usidhani mwanamke anakuja katika maisha yako na kuweka tu pale tu. Lastly, as we close, Ya mwisho tukimalizia. many youths today Vijana wengi leo spend much of their time on fake social media lifestyle. wanamaliza muda mrefu sana katika mitandao ya kijamii. Maisha ya mitandao ya kijamii Inasia kweli. ambayo si ya kweli. Ndio unaona kama msichana kamepiga picha makwapa. Kameweka ati kamengoja likes. Naona wewe harazana usimu umengoja tu wale wana like, wale wana comment. Hakuna kazi unafanya, uko tu hapo kwa simu. You are doing nothing just on the phone. Thank you sir. No? Sense. Sense. Haina akili hiyo. Ndio unaona wengine hata huko haiko ati. Ameweka kwa Facebook ati profile photo, ati DP. Hata hakuna kitu huko lakini ameweka tu. Kaka kile saa kaza Amejikaza tu ameweka tu ati profile picture. Najikunja tu anaweka mbele. by the way. Uko unazionanga? Sijaona hiyo. Ile peke yangu. Kuna mtu anazionanga? Kuna mwingine ananisaidia kuona. Tunaona. Ati huko India mnasemaje? Wapea wanasema nini? Do you see these things?
Unaonanga hivi vitu? Do you see them? Unaonanga? Wengine wamevaa tu vitu watuvaliki na mwanadamu. Wameweka ati ndio profile photo. Alafu sasa anauliza wadau mnasemaje? Unataka kusema aje? Yaani kuna kitu anataka kumwambie. Bila ulizanga baada ya kuweka hii kitu umepata manufaa gani? Because when you do that, you expose yourself to the wrong people. Ukifanya hivyo unajitoa nje kwa watu ambao wafai. Hata vitu expensive huwezi vipata tu kwa street. Unazipatanga zinafichwa. Vitu bei kali zinafichwa. Zinafichwa. Kama umekaa karibu na msichana mwambie jifiche mama. Karibu na mwanadada. Mwambie wacha kutoa. Kama rede. Kila mtu anasikizia tu kwa hadi. Bora wewe ni bodi. Huyu anasikizia huku, huyu anasikizia huku. Yao. Acha wewe. Wacha hiyo ulalu mingi. Settle down and keep yourself well. Tulia na ujilinde, ujitengeneze. I was doing a research on some with a shopping on a car. Don't ask me when I'll buy. Nilikuwa najaribu kufuatilia magari fulani. There are vehicles Kuna magari that are found in a showroom. inapatikana kwenye showroom. You will go see the vehicle, Utaenda uone gari then request, can I test the car? na ninaweza ijaribu hii gari. They will give you fuel free of charge. Watakupatia mafuta bure. You test the car. They won't even give you a driver. Ujaribu gari, watakupa dereva. As long as you're there, they will give you the car. Kama wewe ni dereva watakupa gari. Go test. Enda jaribu. You go for the road test, then come back. If you're satisfied, ndio unajaribu narudi. then leave. Unalipa. There are type of cars Kuna magari you are not even allowed to see them. hufai kuyaona. You see the car after you have paid. Unaona tu gari ukishalipa. How many of you have heard of cars called Lamborghini? Naona gari inaitwa Lamborghini. It is a car you don't go to test. Sio gari ya kujaribu. And it's a car that common mwananchi cannot afford. Gari ambayo mtu wa kawaida haoni hiyo. Live that kind of lifestyle. Ishi maisha hii. Ati ndio mtu anakusoleraho, let him have paid dowry. Alipe mahari. I'm not talking to someone. Zungumza na mtu. Are there guys in this service? Kuna wanadada hapa. Are there lady youths in this service? Wasichana wadogo hapa wako. Wacha kukua tukutuku za town, kila mtu anajaribu kutest. Si tukutuku tu ya mjini, everybody is testing. Atakani ni voice, si manye ni anawale. Acha niendeshe, nilikuwa naendesha zamani. Hata nenda kali bandera hata mumutaro. Hata mwenye sio dereva kwa mtaro. Ndio wanafunja tukutuku yenyewe. Sasa inafika kwa customer kama ilishaharibika. Walking style. Wale mnaelewa kidogo, asante. Wale tukutumiza. Tukimaliza ibada nitawaelezea kwa urefu. Sawa sawa? Ndio. Tukimaliza ibada nitaeleza kwa hakikisha ya kwamba unakaa maisha safi. Live a clean life. Wacha kujiwachilia. Wengine wako tu hapa siku hizi, kitu ilikuja ati TikTok. Sasa wako tu asubuhi, mchana na Jioni. wanakulipa. Kwanza wanakula data yako bure. Wanakula masaa yako bure. Mzungu alipofanya Mwafrika kwa mjinga, asifanye kazi, akuwe slave. Ni maana leo angalia baba anaenda shule. Wale wako na pesa wote walienda shule. Wale wako na pesa wote walienda shule. Kuna mtu nilikuwa nauzia property fulani hasa mpaka Roselle. Kuna mtu akakuja na cash money. So mimi nikachukua forms za kusign za purchase za buy and sell. Mimi nikafill information yangu, nikamaliza, nikampatia, nikamwambia ayajaza kwako. He was open. Pastor Ngaumbo no. Pastor anaona hizo ingia tu tuli. Na kamera mu? Nikabaki tu tuli. Unataka asimani? Pesa. Yes. So don't begin to think that education and going to school is money. Sidhani masomo na kwenda shule ni pesa. Wangapi wako na ma degrees na ma PhD? Baromera rusungu mchana nyuma. Wako
however, eventually, definitely, rise up on your feet. I want you to pray and say, Lord, as a youth and my children as youth will never lack. Open your mouth in one minute as you pray. As we close, lift up your